Pamoja na hayo yote wanasema soko la hisa likaendelea kupanda kwa maana ya bei zikaendelea kupanda kwa sababu watu waliendelea kuwekeza huko, na mbaya zaidi ni kwamba watu walichukua mikopo mpaka ya kuwekeza kwenye hisa. Wengine waliwekeza kwenye hisa kwa kupitia pesa za mkopo, wengine waliwekeza kwa mkopo. Kama Haji yupo anisaidie ile terminology ile nani Derek, terminology gani huwa inatumika ile kumaanisha kwamba mtu unawekeza kwa mkopo on a contract, kwamba bwana mimi nipatieni hisa 300, sina pesa za kulipa sasa hivi, ikija amount fulani labda zaidi ninyi mtabaki nayo, mimi mtanipa profit, ikija pungufu mimi nitalipa. Kuna terminology fulani hiyo imenitoka kabisa, nimesahau, lakini watu walifanya hivyo. Mwenyewe imenitoka, ila tungewasubiri wataalamu wetu hilo swali tulieke, ila waje tukumbushe zaidi. Yes, na niliona item kwenye kitabu cha The Intelligent Investor. Sasa hiyo imekwenda mpaka 1929 ndio ikatokea kitu inaitwa stock market crash. Sasa ilitokeaje stock market crash? Ni kwamba kama ambavyo hapana, sio leverage. Finclever anasema ni leverage. Hapana, sio leverage. Kuna kitu fulani, kuna terminal fulani, nadhani sio inaita short stocks, nadhani short stock, kitu kama hicho. Nadhani ni short stock, ya kwamba unawekeza bila kulipa chochote, ila kwa contract kwamba siku ya kuja kutoa ikija na profit, basi unachukua profit unamrudishia ambaye alikuuzia kwa bei ile ile ambayo mlikubaliana. Ikija loss, wewe utalipa vile vile, kwa hiyo wewe utaingia loss. Nadhani ni short stock, kitu kama hicho, nimesahau. Sasa mwaka 1929 tumeshaona hapa, kadri miaka inazidi kwenda uchumi ulikuwa umeshaanza kudhoofika. Sasa mtego anasema ulianza kuonekana, ama babo ilianza kupasuka pale wawekezaji wakubwa institutions zilipoona kwamba stocks zimeshafika sehemu ya juu sana. Kwa hiyo tukifananisha na Tanzania, chukulia mtu kama Orbit Securities, tayari ana mifuko yake miwili pale, Inuka Money Market, lakini pia na Inuka Dozen. Chukulia kama UTT, chukulia kama iTrust, inafika sehemu wanasema hapana, bei zimeshapanda sana, hebu turudishe hisa tuuze ili tuweze kutap in kwenye hii profit. Hapo bei zimeshafika juu sana, na mbaya zaidi inaonyesha watu walisoma mazingira wakaona hapana, hapa tusichelewe, wakafanya hivyo kwa pamoja. Kufanya hivyo kwa pamoja ikaleta shock kwenye market nzima.